Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Yami ndio kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Serikali yaelekeza fedha za muungano kutumika katika ukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa na mvua. Waumini wa msikiti wa Munawwara uliopo kata Kiloleni mjini Tabora waomba kushikwa mkono kufanikisha upanuzi wa msikiti huo. Katika habari za kimataifa, hali bado ni tete mzozo wa Iran dhidi ya Marekani na Israeli. Na mkapu la habari linaanzia huko makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Serikali imesema fedha zilizokuwa zimepangwa kugharamia maadhimisho ya sherehe za muungano mwaka huu zitatumika kukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha kwenye maeneo mbalimbali nchini. Zuberi Mgaya ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wakati akitoa maelekezo kutoka kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu maadhimisho ya miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar akiwa ofisini kwake Mlimwa jijini Dodoma. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuelekeza kuwa fedha ambazo zingetumika kwa kufanya maadhimisho haya kwa gwaride na michezo ya halaiki zitumike katika shughuli nyingine za maendeleo, ikiwemo ukarabati wa miundombinu ya barabara ambazo kama tunavyojua zimeharibiwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Naomba kutumia fursa hii kuhamasisha wananchi wote kushiriki ipasavyo kwenye shughuli za kijamii, midahalo, makongamano katika kila mkoa ili kujadili maendeleo endelevu yaliyofikiwa katika nchi yetu katika kipindi cha miaka 62 ya muungano. Aidha, Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema maadhimisho ya sherehe za muungano kwa mwaka huu 2026 zitafanyika katika mikoa yote nchini ambapo viongozi na wananchi watashiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo kwenye maeneo yao. Maadhimisho ya sherehe za miaka 62 ya muungano yatafanyika katika ngazi za mikoa yote nchini na viongozi wakuu wa kitaifa watafanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo. Aidha, kwa upande wa wakuu wa mikoa imepangwa pia kufanya shughuli za kutembelea, kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi ya maendeleo. Zanzibar watafanyika pia shughuli za kijamii ambazo zinahusiana na upandaji miti, usafi wa mazingira, mashindano ya uandishi wa insha kwa shule za msingi na sekondari. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametolea ufafanuzi juu ya kauli mbiu itakayotumika katika maadhimisho hayo. Maadhimisho ya sherehe za muungano miaka 62 kati ya Tanganyika na Zanzibar kwa mwaka huu 2026 yataadhimishwa kwa kauli mbiu inayosema miaka 62 ya muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi
wa maendeleo endelevu. Aidha, kauli mbiu hii ya maadhimisho haya inaonyesha ni kwa jinsi gani serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaweka mkazo katika umoja na mshikamano wa wananchi wa Tanzania. Waumini wa dini ya Kiislamu wanaoswali katika msikiti wa Munawwar uliopo kata Kiloleni, manispaa ya mkoa wa Tabora, wameomba wadau kutoka ndani na nje ya nchi kuendelea kuwashika mkono kuwasaidia gharama za ujenzi na ukarabati wa msikiti huo ambao kwa sasa miundombinu yake imechakaa. Taarifa zaidi na Saidi Kapalila. Ni siku chache zimepita baada ya Mahasin TV kuripoti taarifa ya uzinduzi wa harambee ya ukarabati na ujenzi wa msikiti huo. Na hii leo harambee hiyo imeendelea huku uhitaji ukiwa ni ule ule, kama ambavyo anavyobainisha Sheikh Saidi Masuha kwa niaba ya Sheikh wa mkoa wa Tabora katika eneo la msikiti huo uliopo kata ya Kiloleni, manispaa ya Tabora. Waislamu kutoka ndani ya mkoa wa Tabora na nje ya mkoa wa Tabora tunawakaribisha kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Huu ndio wito wangu ambao nawaambia kwamba tushikamane nao katika hili. Kama watakuwa kwa nje ya mkoa, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kama atatokea Muislamu kwamba akachukua jukumu lote kwamba msikiti anaweza kumaliza yeye mwenyewe, ahlan wa sahlan. Na sisi kile tutakachotoa tutafanya kwa ajili ya mambo mengine katika msikiti. Akizungumza katika mwendelezo wa harambee hiyo, Sheikh Hussein Doyo kutoka jijini Dar es Salaam anabainisha faida anazozipata mtu ambaye anachangia ujenzi wa msikiti, huku mchora ramani wa msikiti huo unaotarajiwa kujengwa akibainisha gharama. Tija ya kwanza ni kuwalea katika Waislamu katika mazingira ya Uislamu, kuondoa wizi, ufisadi. Hiyo ni tija ya kwanza. Tija ya pili ni mtu, Mwenyezi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kutoa hela yake Mwenyezi Mungu anamuongezea, kama alivyosema katika hadithi, ma nakasat sadaqatu min mal, sadaka haipunguzi chochote kwenye mali yako, wama zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, na hakuna mtu anayepata malipo makubwa yule anayesamehe isipokuwa Mungu anampa utukufu, na wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, na hakuna atakayejishusha isipokuwa Mwenyezi Mungu atampandisha. Msikiti huu nimeudesign kulingana na muonekano wa sehemu husika, lakini pia msikiti huu utachukua watu takriban 100 kwa sababu msikiti huu una mita 35 kwa mita 28 mapana, na msikiti huo utachukua milioni 283. Baadhi ya wazazi na walezi mkoani hapo wanabainisha tija itakayopatikana pindi msikiti huo utakapokamilika. Wito wangu na wito wangu watu wajitokeze kwa wingi kwa kuchangia ujenzi wa msikiti. Endapo msikiti huu kama utaisha, Mwenyezi Mungu akijalia kama utaisha, ina maana hapa tutaweka kituo kwa ajili ya malezi ya watoto, maana watoto wengi wamekuwa mitaani kwa huku kwetu Kiloleni. Vijana wengi wamekuwa wavuta bange. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Serikali imeendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya ya mama na mtoto katika kituo cha afya Ngamiani kilichopo jijini Tanga, hali iliyochangia kupungua kwa kiwango kikubwa cha vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga. Nuhu Stima anatupasha zaidi. Binelasi Mkubwa ambaye ni afisa muuguzi kiongozi wa wodi ya wazazi katika kituo cha afya Ngamiani ameelezea namna uboreshaji wa miundombinu na ongezeko la watendaji wa afya katika kituo hicho ilivyosaidia kupunguza adha ya vifo vya mama wajawazito na watoto. Katika huduma ya jengo la wazazi tunatoa huduma ambazo zinaweza kusaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto, ambapo huduma hizo ni moja kwa ajili ya uzalishaji. Pili, tunashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutujengea jengo la theater kwa ajili ya kuweza kuokoa maisha ya mama na mtoto, ambapo mwanzo tulikuwa tukipata changamoto tulikuwa mbibidi wa mama mpaka tuwapeleke Bombo kwa ajili ya kuweza kupatiwa huduma hiyo, lakini kwa sasa huduma hiyo wanaipata hapa wanapopata changamoto ya kuweza kujifungua kawaida. Aidha, Binelasi ameeleza huduma za afya kwa mama wajawazito zinaanza kutolewa kituoni hapo tangu pale ambapo mama huyo atakapowasili kituoni hapo, sambamba na kuwapa miongozo ya kuishi vizuri wakiwa wajawazito.
Pia tumejengewa wodi ya NICU kwa ajili ya watoto wachanga ambao hawajatimiza kilo zao, waliozaliwa kilo chini ya kilo 2.5 kwa ajili ya kuwasaidia waweze kukaa na mama zao kule kuweza kufanya huduma ya kangaroo. Huduma hizo zimeweza kusaidia kuokoa vifo vya mama na mtoto kwa asilimia kubwa. Kwa sababu ndio kuna kipindi walikuwa wanatoka mbali, akifika hapa unakuta mama amepata uchungu ni pingamizi, mpaka uanze kutafuta ambulance, uende kumpeleka Bombo ambapo ilikuwa inazidi kuchelewesha na kuweza kusababisha aidha ni kifo cha mtoto au ni mama. Lakini kwa sasa tunashukuru huduma hizi zinapatikana hapa kwetu Ngamiani. Kuanzia wajawazito wanapoanza clinic, tuna jengo la RCH ambalo linawasaidia kupata huduma zao bure kuanzia wanapoanza kliniki mpaka wanapokuja kujifungua. Katika hatua nyingine, wito umeendelea kutolewa kwa wajawazito kufika katika vituo vya afya mapema ili kufahamu mustakabali wa afya zao pamoja na watoto kabla hawajafika wakati wa kujifungua. Natoa rai wa mama wajawazito wote waweze kuhudhuria kliniki mapema ili waweze kujua afya zao na maendeleo yao wao pamoja na watoto wao. Kwa maana wasipotambua mapema afya zao na watoto wao wanaendeleaje, inakutujia sisi huku changamoto, tunapata changamoto kubwa. Mwingine anakuwa hajui damu kule ana kiwango gani cha damu, wingi wa damu, anakuja huku kujifungua akiwa damu yake ni ndogo. Sasa hivi tumewekewa wazazi wanakaa sehemu yao na ambao hawajajifungua wanakaa sehemu yao. Kwa kweli hapa huduma zao ni nzuri za uhakika, na ningependa kuwashauri watu waje waanze kliniki na mapema ili kujua changamoto zao. Tukielekea jijini Arusha, serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa maabara ya sayansi katika shule ya sekondari Ayalabe iliyopo halmashauri ya wilaya Karatu mkoani Arusha ili kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule hiyo. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Karatu Juma Hokororo wakati alipofanya ziara ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa madarasa 4 katika shule hiyo ambayo ujenzi wake umegharimu kiasi cha shilingi milioni 40 kutoka katika mapato ya ndani ya halmashauri hiyo. Maendeleo ya ujenzi wa madarasa 4, umaliziaji wa madarasa 4 ambayo halmashauri ya wilaya Karatu iliweza kutoa jumla shilingi milioni 40, lakini pia tuna maandalizi tena ya ujenzi wa maabara moja ambayo serikali kuu imeweza kutuletea shilingi milioni 30. Lakini pia tena katika mapato ya ndani halmashauri yetu ya wilaya ya Karatu imeweza kutenga jumla shilingi milioni 114 kwa ajili ya umaliziaji maabara 3 za kemia, fizikia lakini na biology. Lakini tutamalizia na haya madarasa. Aidha, Hokororo ameelezea jumla kiasi kitakachotumika katika ukarabati wa miundombinu ya shule hiyo ili kutengeneza mazingira wezeshi kwa wanafunzi hao katika kuinua ufaulu wao. Kwa jumla shilingi milioni 164 itaweza kutumika katika miradi hii kwa ajili ya kumalizia haya majengo ambayo yako katika shule hii na kuhakikisha watoto wetu wanaendelea kupata elimu bora katika shule hii, hasa katika eneo la maabara. Kama unavyofahamu, maabara zilikuwa hazijakamilika, lakini halmashauri yetu ya wilaya ya Karatu imeweza kutenga pesa hizo na serikali kuu pia ikaweza kutuletea pesa hizo. Kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Karatu, napenda kushukuru serikali yangu ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuleta pesa hizi katika shule hii ya sekondari ya Ayalabe. Fedha hizi zitaleta tija kwa watoto ambao wanasoma katika maeneo haya na kuweza kuinua kiwango cha elimu cha watoto hawa. Tukivuka maji kuelekea kisiwani Unguja, Wizara ya Afya Zanzibar imewakabidhi eneo la mradi wa taasisi ya saratani kwa kampuni ya mkandarasi wa kampuni ya Eagle kutoka nchini Mauritius kwa ajili ya kuanza ujenzi wa hospitali ya saratani Binguni mkoa wa Kusini Unguja. Taarifa zaidi na Rajab Shaban Matuga. Akizungumza mara baada ya makabidhiano hayo, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Zanzibar Dr. Mgereza Mzee Miraji amesema hatua hiyo inafuatia baada ya serikali kupitia Wizara ya Afya kutiliana saini mkataba wa ujenzi huo mnamo mwezi Oktoba 2025 Ikulu mjini Zanzibar. Katika wagonjwa ambao tunasafirisha sana kupeleka nje bara, kuwapeleka au kuwapeleka India kwa matibabu na nchi nyingine ambao wanagharimiwa na serikali, basi saratani imekuwa ni mojawapo. Saratani za shingo ya kizazi kwa kina mama, saratani za matiti na vile vile saratani ya tunaita tezi dume. Sasa kwa kuwa tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tumeona haraka tuje tukabidhi eneo hili
ni takriban ya square mita 22,000 na ujenzi huu utachukua miezi 18 ya ujenzi na miezi mingine 6 kwa ajili ya kumalizia huduma nyingine. Kwa hiyo tunatarajia ndani ya kipindi cha miezi 24 huduma za saratani zitaanza kutolewa Zanzibar. Ujenzi wa hospitali hiyo utakapokamilika unatarajiwa kuwa na vifaa tiba vya kisasa vitakavyokidhi mahitaji ya wagonjwa aina zote za saratani, kuhakikisha wagonjwa wa saratani wanapata huduma za uhakika. Mradi wa kisasa kabisa, na jukumu letu sisi ni kusimamia huu mradi tangu hapa mwanzo leo, kukabidhiana eneo na ujenzi pamoja na kukamilisha kila kitu mpaka mradi unakamilika kabisa. Mradi huu ni wa aina pekee kwa hapa East Africa na Central Africa, na vifaa ambavyo vitatumika ni vya kisasa kabisa. Kwa hivyo tena zile safari za kwenda nje kutafuta matibabu ya kansa zitakuwa hazipo tena. Watu wote wanaweza kuja hapa wakafanyiwa matibabu ya maana. We will have something known as cancer diagnostics with a PET CT scan, MRI, cyclotron. PET CT scan is the one which detects the cancer early to make sure that we know we can treat the patient completely and make them cancer free. Huko kisiwani Pemba, kufuatia athari za uharibifu wa mazingira kwa kukata mikoko, hali inayopelekea maji ya bahari kupanda juu na kuathiri shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo, mkuu wa wilaya ya Mkoani mkoa wa Kusini Pemba Bi Miza Hassan Faki amehimiza wananchi kupanda mikoko kwa wingi ili kuepukana na athari hizo. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Katika mahojiano yake na kituo hiki, mkuu wa wilaya ya Mkoani Bi Miza Hassan Faki amesema kumekuwa na uharibifu mkubwa wa mazingira ya bahari, huku moja sababu ikitaja kuwa ni wimbi kubwa la ukataji wa mikoko kunakosababisha kuongezeka kwa kina cha bahari. Huenda kukata mikoko ni kuharibu mazingira, na sasa hivi tunawaona wananchi wengi wanaoishi katika ukanda huu wa bahari wakilalamikia maji ya bahari kupanda juu kwenye mashamba na majumba yao, na hii yote imesababishwa na kazi za mikono yetu ambazo tunazifanya kupitia hiyo kauli wanayosema kwamba bahari imeletwa na Mungu. Sasa wito wangu waache kukata mikoko, na ikiwa kuna ulazima kukata basi pia tuhakikishe kwamba tunairudisha baada ya kukata ili kuzuia hii hali ya athari ambayo imejitokeza kwa sasa. Katika juhudi za kuhifadhi misitu na mazingira bahari, wahifadhi wa mazingira eneo la Mkama Ndume shehia ya Dodo wameanzisha kitalu cha miche mikoko. Watu walikuwa hafahamu taaluma ya msitu, walikuwa hafahamu ni kitu gani, na ndio maana alikuwa mtu ni ruhusa kuingia katika pori la msitu na kukata kuni anavyotaka mwenyewe na miti. Lakini sasa hivi tulipoingia sisi hapa kwa kuanzisha hiki kitalu na tukawapa elimu wananchi juu umuhimu wa kuwepo kwa hii miti na athari ya kutokuwepo kwa hii miti, basi watu wakafahamu hilo. Sasa hivi utakuta mitu au mikandaa imeshikana kiasi ambacho kila mmoja anasema kama ingelikuwa taaluma hii tulipata mapema tangu kwa mwanzoni, basi tungekuwa sisi tuko mbali. Kitalu kitakuwa kuna kuwekwa kwenye sehemu ambazo ziko wazi, ambapo kwa sehemu ziliharibiwa ni jamii, tunaenda kuzirejesha zile sehemu. Baada ya kuzirejesha kwamba zipo COFMAD kwenye shehia ambazo zitasimamia huo mkanda au tunasimamia huo mkanda, na baada ya muda mfupi tutakujaona kwamba mkanda ulisha kuja zake kwa nguvu. Bi Samira Makame Juma ni afisa mkuu kutoka idara ya misitu kisiwani Pemba, amepongeza kitendo cha wananchi kuanzisha vitalu vya miche ya mikoko, hatua itakayorahisisha zoezi la urejeshaji wa mikoko iliyopotea. Kwa kweli vitalu hivi vitatusaidia kwa nafasi kubwa, hasa pale ambapo miche haipatikani au mbegu hazipatikani za kurejesha, lakini pia tunapoitoa miche katika kitalu tunajua kwamba tayari hii mche huu una afya yake, kwa hiyo tunaenda kurejesha kwenye maeneo yake, tunajua kwamba huu utakuja haraka. Kwa hiyo mimi nawaomba wale ambao wote tumefanya kitalu, basi tukishughulikie kwa juhudi kubwa, kukiwa na ufadhili, hata watapoondoka wafadhili wetu tuone kwamba hizi juhudi ni zinaendelea kuwepo ili kurejesha maeneo yetu yasiwe wazi. Hii ni kwa faida yetu sisi ambao tupo katika shehia. Na wananchi visiwani Zanzibar wamehimizwa kubadili mtazamo na kujenga utamaduni wa kutembelea vivutio vya Tanzania bara, hususan hifadhi ya taifa ya Mikumi iliyopo mkoani Morogoro kutokana na upekee wa hifadhi hiyo. Pate taarifa zaidi na Nuhu Stima. Amesema hayo mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Khamis baada ya kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi. Aidha, Bi Hamida amewahimiza Watanzania kutoka upande wa bara kutembelea vivutio vya utalii wa Zanzibar.
Mkoa wa Kusini sasa hivi tuna brand ya Kizimkazi alikozaliwa mama. Kwa hiyo tunapata wageni wengi kuja kuona Kizimkazi wao. Lakini Kizimkazi tuna dolphin. Unaona, watu wengi wanakuja, wageni wengi wanakuja wanataka kuona dolphin na vivutio vingine. Kama wanapokuja Watanzania wengi Kizimkazi, pengine na sisi tuna sababu sasa kuhamasisha Wazanzibari wenyewe. Sio wageni wanaofika Zanzibar, Wazanzibari waje kuona hifadhi zetu zilizopo huko. Amesema hatua ya ujumbe wake kutembelea hifadhi ya taifa ya Mikumi ni kuunga mkono juhudi za viongozi wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Utalii wa ndani ni miongoni mwa vitu ambavyo viongozi wetu wakuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar wanahamasisha. Na ndio maana mama mwenyewe akaenda na hiyo Royal. So, ambayo imeanzia upande wa Zanzibar ikamalizia na huko. Sasa hata sisi viongozi na watendaji wote tunalazimika kuwaunga mkono. Na ndio maana tukaamua tuje, na ni jambo la kuendelezwa, na sisi tutakuwa mabalozi wazuri. Kwa upande wake, mhifadhi mkuu wa hifadhi ya taifa Mikumi, kamishna msaidizi wa uhifadhi Augustine Masesa, amesifu idadi kubwa ya watalii kutoka Zanzibar wanaofika kutembelea hifadhi hiyo yenye ukubwa wa kilomita 3231. Asilimia 90 kama sio 95 ya wageni wa nje wanaokuja Mikumi sosi yao ni Zanzibar. Na imekuwa hivyo sababu maagents wa Zanzibar wanauza Mikumi, wanapouza beach tourism, wameongeza kipengele cha game drive ambao kwa Zanzibar hamna. Sasa wameiunga Mikumi kama pati ya utalii wa Zanzibar. Kwa mgeni anapofanya booking anajua kabisa kwamba nitaenda beach tourism, lakini mwisho wa siku nitaenda kufanya game drive Mikumi. Na kwa taarifa hiyo ndio tunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tutarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV. Sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Ngaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Serikali ya DRC na waasi wa M23 wamekubaliana kuruhusu kupitishwa kwa misaada ya kibinadamu na kubadilishana wafungwa ndani ya siku 10. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, serikali ya Kinshasa na waasi hao wamekubaliana kuhakikisha misaada muhimu ya kibinadamu inawafikia raia wenye uhitaji bila masharti na kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa kila upande utajiepusha na vitendo ambavyo kwa namna moja au nyingine vitakwamisha misaada ya kibinadamu kufika kwa wakati kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Aidha, pande hizo zilitiana saini makubaliano kuhusu mifumo ya uthibitishaji wa kusitisha mapigano ili kuanza kufanya ufuatiliaji wa haki na kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wake.
licha ya pande hizo kutia saini makubaliano ya Katari na yale ya mwezi Disemba mwaka jana 2025 jijini Washington, bado kuna ripotiwa mapigano ambayo yamesababisha maelfu ya raia kuendelea kukimbia maeneo yao. Naweka nukta kwa taarifa hiyo, mtazamaji. Kwingineko huko nchini Iran, shirika moja la habari nchini Iran limeripoti kuwa nchi hiyo imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya meli za kijeshi za Marekani katika ghuba ya Oman. Hatua hiyo ya kulipiza kisasi imekuja muda mfupi tu baada ya jeshi la majini la Marekani kukamata meli ya mizigo yenye bendera ya Iran katika eneo hilo. Licha ya mashambulizi hayo, bado hakuna taarifa zilizothibitisha uharibifu wowote uliotokea kutokana na mashambulizi hayo ya ndege zisizo na rubani. Awali, makao makuu ya Khatam al-Anbiya ya Iran, ambayo ndiyo kamandi kuu ya operesheni za kijeshi nchini humo, yalikosoa operesheni ya Marekani ya majini yakisema ni uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, serikali ya Iran imesema haina mpango wowote wa kuhudhuria mazungumzo mapya ya amani na Marekani yanayotarajiwa kufanyika siku ya Jumatatu mjini Istanbul. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa amewatuma nchini Pakistani wawakilishi wake wakiongozwa na makamu wa rais JD Vance kuendelea na majadiliano ya kumaliza vita, huku akitishia kuishambulia Iran ikiwa haitakubali masharti yake. Mtazamaji, tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, Israel imeendeleza mashambulizi na kubomoa majumba na miundombinu kusini mwa Lebanon licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 10. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliamuru jeshi lake kutumia nguvu zake zote, iwe ardhini na angani, ili kutokomeza kitishio chochote kutoka kwa wanamgambo wa Hezbollah dhidi ya wanajeshi wa Israel. Shirika la habari la serikali ya Lebanon NNA limeripoti kuwa Israel inaendelea kubomoa nyumba zilizosalia katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mji wa mpakani wa Binti Jail ulioshuhudia mapigano makali kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa Hezbollah kabla ya kufikiwa na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa siku ya Ijumaa. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan ameishutumu Israel kwa kutumia mabomu nchini Lebanon, huku akilaani nia ya upanuzi wa Israel. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla hatujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Serikali yaelekeza fedha za muungano kutumika katika ukarabati miundombinu ya barabara iliyoharibiwa na mvua. Waumini wa msikiti wa Munawwara uliopo kata Kiloleni mjini Tabora waomba kushikwa mkono kufanikisha upanuzi wa msikiti huo. Katika habari za kimataifa, hali bado ni tete, mzozo wa Iran dhidi ya Marekani na Israel. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah, panapo majaliwa yake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuriami nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Mgaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, ukanda wetu wa pwani kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kaskazini mashariki, pwani yetu ya kaskazini, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya kati mwa nchi yetu,
nyanda ya juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa, hatuna la ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.